isitatize matumizi ya e-justice. Mahakama za kisasa hupimwa kwa matumizi yake ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma. Usajili wa kesi kwa njia ya elektroniki, yani e-filing, kuruhusu kesi kufunguliwa mtandaoni, mifumo ya udhibiti wa kesi, ufuatiliaji kidijitali wa maendeleo ya kila shauri na mashauri mtandaoni, yani uwezo wa kuendesha vikao vya mahakama kupitia mikutano video. Haya yote mheshimiwa, haya tunayafanya na sehemu fulani mheshimiwa umekuwa appreciate, ukitusifu kwa hatua ambayo tumepiga, na watangulizi wangu wamefanya kazi kubwa sana, na mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru watangulizi wangu wote, tangu hata wale wa ukoloni mpaka tangu mwaka 1920 mpaka Juni 2025 pale Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahim alikuwa anamalizia. Wameweka msingi mkubwa kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nawashukuru sana, wamefanya kazi kubwa kila moja kwa kipindi chake. Na ndio maana leo mimi naweza nikasema mbele yako kwamba mengine haya vigezo vingi hivi tumeviweza, japo bado kuna changamoto. Kwa hiyo sasa kuna maeneo Mheshimiwa Rais anahitaji maboresho ili kuimarisha uhuru wa mahakama na kufikia ile mahakama yenye hadhi ambayo ndio nia yako kubwa. Moja ya Mheshimiwa Rais, kama nilivyoeleza hapo awali, kuwa serikali imeendelea na jitihada nyingi za kuwezesha mahakama kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Hatua hizo zimeleta mafanikio makubwa yanayoonekana katika nyanja mbalimbali za utoaji haki. Hata hivyo, kwa kuzingatia maelekezo yake ya tarehe 15 Juni 2025 ulionipa wakati wa kuniapisha kwa jaji mkuu, ya kuhakikisha mahakama ya Tanzania inakuwa muhimili wenye hadhi duniani, bado zipo changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa ili maelekezo na maono yako ya kuendelea kuwa na mahakama huru na yenye hadhi duniani yaweze kufikiwa. Mheshimiwa Rais, licha ya kwamba tumepiga hatua kubwa katika baadhi ya sifa au vigezo vilivyoainishwa hapo juu na taasisi za kimataifa na kikanda kuhusu viashiria vya kiutendaji na ubora wa mfumo wa mahakama huru kikatiba, kisheria, kisera na kiutendaji, bado tunakabiliwa na changamoto katika baadhi ya vigezo, hasa katika kigezo cha 7 na cha 8 vinavyohusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources, na maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emoluments. Mheshimiwa Rais, kwa heshima tunashauri kuongeza bajeti ya mahakama pamoja na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama kwa ujumla, ikiwemo kuimarisha huduma za bima ya afya ili ziendane na mahitaji maalum yanayotokana na asili na mazingira ya kazi wanayoifanya. Kuongezeka kwa bajeti ya mahakama kutaiwezesha kuendelea kufanya maboresho ya kiutendaji, kusogeza huduma za haki karibu zaidi na wananchi na kuwajengea uwezo wa watumishi wake ili kuongeza ufanisi, uwajibikaji na ubora wa utoaji haki nchini. Aidha, kuongezeka kwa maslahi ya watumishi kutaimarisha uhuru wa mahakama ambao unaweza kuingiliwa, kuwa compromised pale watumishi wa mahakama wanapokuwa na hali duni sana ya kimaslahi. Kazi ya jaji au hakimu ni kazi inayohitaji kujitenga kwa namna fulani ili kuepusha mwingiliano wa kimaslahi katika mambo mbalimbali, zikiwemo shughuli za kiuchumi za kujipatia kipato binafsi. Pia kazi ya utoaji haki inamhitaji jaji au hakimu kutumia muda mwingi ofisini na majumbani kuandika hukumu. Uwepo wa jaji au hakimu ofisini muda wa baada ya saa ya kazi unagusa pia watumishi wa kada nyingine. Majaji na mahakimu wanaishi maisha yenye mipaka, yani restrictive lifestyle, yanayowalazimu kujiepusha na shughuli za mahusiano ya kijamii yanayoweza kuathiri hadhi na taswira ya mahakama, hali inayosababisha upweke, msongo wa mawazo na mzigo wa kifedha usio wa kawaida ikilinganishwa na watumishi wengine wa umma. Kazi inayohitaji kujitoa zaidi kwa watumishi wote wa mahakama ili kutekeleza jukumu hili kubwa la utoaji haki, jukumu ambalo kimsingi ni la Mwenyezi Mungu. Hii ndio maana majaji wanaitwa mabwana wakubwa, that is lords, kwa kuwa kazi wanayoifanya ni kazi ya Mungu mwenyewe, ingawaje wao sio Mungu na wana uwezo mdogo ikilinganishwa na uwezo wa Mungu anayeweza kuona yaliyofichika moyoni mwetu.
Mheshimiwa Rais, uzoefu wangu kwa hao wanaojiita malodi si huko kama Uingereza na nini, waga naona wanajitosheleza kimamlaka na kiuchumi. Sisi hapa mahakamani kwenye lugha yetu, wakija watu mbele yangu wananiita my lord, Lord Chief Justice. Sasa sijui mifuko yake huo Lord Chief Justice na yenyewe ikoje? Hata hivyo, kutokana na jukumu hilo kubwa, majaji, mahakimu na watumishi wengine wote wa mahakama wanapaswa kuwa na malipo au masilahi ya haki yanayoendana na majukumu yao kama ibara 23 ya katiba inavyoelekeza. Mahakimu na majaji wanapaswa kujitosheleza kimamlaka na kiuchumi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, niahidi kwamba vigezo ambavyo viko ndani ya uwezo wa mahakama kama vile matumizi ya tehama, lugha ya Kiswahili, usikilizaji wa mashauri na ukamilishaji wake mapema ipasavyo, kusogeza huduma karibu na wananchi, kuchapishwa kwa maamuzi ya mahakama, uadilifu, weledi, uwajibikaji na kadhalika, tunaendelea kuvisimamia na kuvitekeleza ipasavyo ili kuendelea kuwa mahakama huru na kufikia kuwa mahakama yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, kuna masuala mengine yanayoweza kuathiri ubora wa uhuru wa mahakama hata kufikia mahakama yenye hadhi duniani. Kwa mfano, mashauri yanayohusu migogoro ya ardhi kuendelea kusikilizwa na mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya. Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa ni kwamba mashauri ya migogoro ya ardhi yanayoshughulikiwa katika muhimili wa mahakama, yani mahakama kuu na mahakama ya rufaa, Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa ni kwamba mashauri ya migogoro ya ardhi yanashughulikiwa katika muhimili wa mahakama, yani mahakama kuu na mahakama ya rufani, wizara ya ardhi, yani mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya, na TAMISEMI, mabaraza ya kata na mabaraza ya ardhi za vijiji. Hali hii inasababisha mkanganyiko katika mfumo wa utoaji haki nchini, kwani jukumu la utoaji haki nchini ni la mahakama, hata kama mabaraza mbalimbali, yani tribunals, nayo yanatambuliwa na katiba katika ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya katiba. Mheshimiwa Rais, Tume ya Msekwa pamoja na ripoti mbalimbali za Tume ya Kurekebisha Sheria zimeeleza bayana kuwa utoaji haki haupaswi kuchanganywa na mhimili wa utendaji. Wizara ya Ardhi kama msimamizi wa sera na masuala ya ardhi haiwezi kwa wakati mmoja kuwa mwamuzi wa migogoro ya ardhi bila kuathiri misingi ya haki, uwazi na uhuru wa kikatiba, kinyume na matakwa ya kikatiba ya ibara ya 4, ibara 107A kubwa na 107B kubwa ya katiba. Kwa kuzingatia changamoto zilizopo katika mfumo wa utatuzi wa mashauri ya migogoro ya ardhi, na kwa kuwa serikali iko katika mchakato wa kufanya maamuzi kwamba mashauri yote ya migogoro ya ardhi ngazi ya kata na wilaya yasikilizwe na mahakama ya Tanzania, na mahakama ya Tanzania tunao uwezo wa kusikiliza mashauri ya migogoro ya ardhi ipasavyo, tunaishauri serikali iharakishe mchakato wa kuwezesha mashauri yote ya migogoro ya ardhi kusikilizwa na mahakama, kuanzia mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya na kuendelea hata mahakama za juu kabisa. Kwa upande wetu mahakama tupo tayari kushirikiana na wizara husika na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada. Yaani tuko tayari kuyatambua, kuainisha. Kwa sasa tumeshaainisha siku serikali ikifanya maamuzi, sisi tumeshaainisha vile vipengele vya sheria ambavyo vitaguswa katika mabadiliko yale. Kwa hiyo tuko tayari kutoa ushirikiano huo. Kusikiliza mashauri hayo mara tu serikali itakapokuwa imeamua kuendelea na kukamilisha hatua ya mashauri yote ya migogoro ya ardhi kusikilizwa na mahakama badala ya mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya na mabaraza ya kata. Yale ya kwenye vijiji yabakia huku wananchi watatue kwenye vijiji vyenye, lakini kwenye kata kule ziende mahakama za mwanzo. Yale ya wilaya iende mahakama za wilaya. Aidha, mabaraza ya ardhi hayapo katika wilaya zote nchini, jambo linalowanyima wananchi wengi kupata haki zao sawa kwa wote mapema ipasavyo. Hii ni tofauti na mfumo wa mahakama ambao tayari una mahakama za wilaya katika wilaya zote isipokuwa wilaya 3 za Chamwino na Mkarama ambako ujenzi wa mahakama unaendelea, na wilaya Ukungi ambapo ujenzi wa majengo ya mahakama utaanza mwaka wa fedha ujao. Halafu kipengele cha 3, Mheshimiwa, cha pili ni usimamizi wa kamati za maadili ya maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, mahakama baada ya kutafakari kuhusu muundo wa sasa wa kamati za maadili za maafisa wa mahakama zinazoundwa chini ya sheria ya usimamizi wa mahakama, tunakusudia kufanya marekebisho ya muundo huo ili kuimarisha uhuru wa mahakama kwa kuhakikisha kuwa usimamizi wa nidhamu ya watumishi wake unafanyika ndani ya mfumo wa mahakama yenyewe
bila kuingiliwa na vyombo vya utendaji vya serikali. Katika muktadha huo, inakusudiwa kubadili muundo wa sasa ambapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na maafisa tawala wa mikoa na wilaya wataondolewa kwenye kamati hizo. Kwa muda mrefu mfumo huu umeleta mgongano wa kimaslahi kwa kuwa wakuu wa mikoa na wilaya ni viongozi watendaji na wanasiasa, hali inaweza kuathiri uhuru wa hakimu katika utoaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, hao ni tofauti na wewe walivyo. Sisi hata majaji tunaletewa, kama tumekosea tunaleta kwako, lakini wewe ukai ukasikiliza pale, unaonda jopo. Hawa huku sijui kama wanafanya vitu gani. Hii imechelewa sana. Mapendekezo ya muundo mpya ni kwamba kamati hizi sasa zitaongozwa na viongozi wa mahakama yenyewe katika ngazi hizo. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kuingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo, ili mswada ufikishwe bungeni mapema. Na nia yetu Mheshimiwa, kwa kibali chako, kwa sababu hili swala sio hata la kisera, wala hata sio la kisera kwamba liende kwenye cabinet, ni la kawaida tu. Mheshimiwa, hata nijene kupitia written laws listeners amendment. Hata hivi kwa kweli hivi mkuu wa mkoa awe mwenyekiti wa kamati ya maadili na hata mkuu wa wilaya watatenda haki hao jamaa? Ya tatu, Mheshimiwa Rais, ni makazi bora na usalama kwa ajili ya mahakimu na majaji. Mheshimiwa Rais, tunashauri kwamba mahakimu na majaji wawezeshwe kuishi katika maeneo salama yenye hadhi kama ilivyokuwa zamani. Aidha, zinapokuwepo nyumba za serikali zilizo wazi, basi majaji na mahakimu wapewe kipaumbele kupewa nyumba hizo katika maeneo ya low density na secure kama ilivyokuwa zamani. Vinginevyo, mahakama itengewe bajeti inayotosheleza kulipa pango la majaji na mahakimu katika maeneo salama ili kulinda usalama wao, hadhi na heshima yao katika jamii. Hali iliyopo sasa ambapo majaji na mahakimu wengi wanapanga nyumba binafsi inaweza kuathiri kiwango chao cha kuwa huru katika maamuzi kwa waliowapangisha. Aidha, Mheshimiwa Rais, tayari tumeomba TAMISEMI waitengee mahakama viwanja kwa ajili ya makazi ya mahakimu na majaji katika maeneo yanayofaa kukaliwa na viongozi, lakini pia viwanja kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hapo baadaye mahitaji ya matumizi ya mahakama yatakapokuwa yameongezeka. Kwa mfano kama mji wa Dodoma unakuwa, hatuwezi kubakia na mahakama kuu tu pale au mahakama ya wilaya pale. Itakapokuwa imefika kule Mbande sijui na wapi, tutahitaji kuwa na mahakama kuu tu kule na mahakama na majengo mengine ya wilaya. La nne, Mheshimiwa, usafiri kwa ajili ya mahakimu na watumishi wengine wa mahakama. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha uhuru wa mahakimu, usalama na heshima yao, tunashauri kwamba mahakimu na watumishi wengine wa mahakama nao wafikiriwe kupatiwa usafiri wa pamoja wa ofisi wa kuwapeleka kazini na kuwarejesha nyumbani. Vinginevyo, serikali iweke utaratibu utakaowawezesha mahakimu na watumishi wengine wa mahakama kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kujinunulia vyombo vya usafiri, hususani magari kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kusema kuwa tunaposema kuhusu mahakama huru, hatumaanishi kujitenga na mihimili mingine ya dola na serikali, bali tunamaanisha nguvu ya kutenda haki bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zozote. Dhana ya uhuru wa mahakama si kwa ajili ya maslahi binafsi ya majaji na mahakimu au watumishi wa mahakama, bali kwa ajili ya wananchi wanaohitaji haki kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais,
mahakamani tunajitambua kwamba hatupaswi kutumia vibaya abuse of office mamlaka yetu ya kutoa haki kwa kisingizio cha kuwa huru. Tunapotekeleza jukumu letu la utoaji haki, tunawajibika kuzingatia yafuatayo: moja, kuzingatia tu katiba na sheria za nchi, ibara 107 kifungu B ya katiba. Mbili, kuzingatia kanuni zilizotajwa katika ibara 107 kifungu A ibara ndogo ya pili A mpaka E ya katiba, yaani kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi, kutoa fidia ipasavyo kwa watu wanaoathirika kutokana na makosa ya watu wengine na kwa mujibu wa sheria mahususi iliyotungwa na Bunge, kukuza na kuendeleza usuluhishi baina wanaohusika katika migogoro na kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Tatu, kuzingatia utawala wa sheria kwamba kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano, ibara 26 ya katiba. Nne, kuzingatia kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kuhusu malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyoelekezwa katika ibara ya 7 ya katiba. 5, kuzingatia maadili ya utumishi wa mahakama na maadili ya utumishi wa umma. 6, kuzingatia ipasavyo masharti ya vyopo vyetu sisi mahakimu na majaji. Na 7, uwajibikaji kwamba kazi pekee ndiyo huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu, na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma. Hata sisi majaji na mahakimu tunapaswa tushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi zetu. B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Na sisi tuna malengo yetu ya pamoja, timely justice for all, lakini pia ya jumla ambayo yote yamewekwa kwenye katiba na sheria. Kwa Mheshimiwa Rais, hivi ndivyo inavyosisitiza ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kutokana na mwongozo huu wa kikatiba, kisheria, kimaadili na kiapo, ni dhahiri kwamba majaji na mahakimu, yaani sisi waamuzi, hawapo juu ya sheria. Hata sisi hatupo juu ya sheria, kwa sababu na sisi tunabanwa nayo na masharti, lakini pia ibara 26 inayomtaka kila mtu azingatie katiba na sheria za nchi. Kiwango cha uadilifu cha mahakimu na majaji kinapaswa kuwa cha juu kabisa kuliko cha watu wengine ili waweze kutekeleza jukumu la utoaji haki kwa ufanisi ipasavyo. Mahakimu na majaji wanapokuwa wamefikia hatua au kiwango hichi cha uadilifu, wanakuwa katika hali nzuri kabisa inayofaa ya kutoa haki bila kutiliwa shaka, na kwa hiyo kupata nguvu na uwezo wa kufanya maamuzi hata yasiyopendeza kwa maslahi ya haki. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, naomba nirudie tena kukushukuru kwa kukubali mwaliko wetu kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa Chama cha Mahakimu na Majaji. Tunakutakia kila laheri katika maisha, utumishi na shughuli zako za umma.